kuongoza vikao vyovyote, meza yoyote na kukaa na mtu yoyote, iwe CCM, iwe serikali yao, iwe si chama gani, hicho kikao kinapaswa kuongozwa na mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo Tundu Lissu inatakiwa kwanza atoke, alafu ndio mazungumzo. Kama kuna mtu yoyote anayehitaji kuongea na Chadema aje sasa, tukiwa na mwenyekiti wetu yupo raia. Kwanza mwenyekiti atoke, wamtoe jela. Chama kipo tayari kushiriki kwenye meza yoyote. Chama kiko bize, kipo site. Tupo site, tuko bize kupigania haki ya mwenyekiti wetu. Hiyo ndio ajenda yetu sisi namba moja. Na unaona mikutano sasa hivi hadhara inaendelea. Kwa hiyo hatuna ajenda nyingine yoyote. Priority yetu ya kwanza kabisa ni mwenyekiti atoke na sio vinginevyo. Kipaumbele chetu cha pili, kupatikanika kwa katiba mpya kabla ya mwaka 2025. Kwa hiyo hicho ndio ambacho naweza kusema kwenye hiyo. Kuna samaki mkubwa na samaki mdogo. Kuna chama kikubwa, kuna chama kidogo na kuna kidogo kabisa. Hivi vyama mnavyokaa kwenye meza ya vyama vya siasa na kujenga vitu fulani, lazima tukubali haviwezi vikapewa priority iliyo sawa. Kuna mtu chama chake kinaungwa mkono sana, kina wanachama wengi sana. Kuna mwingine chama chake kipo mfukoni tu, ukioni popote, yani hakiitishi mkutano. Hata uchaguzi wa chama uje kusikia wakiitisha sio baraza kuu, sio mkutano mkuu. Sasa chama kama hicho kinakuaje na haki sawa na Chadema inapokuja kukaa kwenye meza? Kwa hiyo ni ukweli ambao mchungu, lakini hatumvunjii heshima mtu yoyote wala chama chochote cha siasa. Lakini huo ndio ukweli kwamba nafasi anayopewa Chadema haiwezi kawa sawa na chama fulani ambacho wewe wakati wa uchaguzi ukifika unasema hivi vyama 18 ambao vinashiriki uchaguzi, hata hiki kipo. Afu chama hicho unataka eti kipewe haki sawa na Chadema. Hiyo kitu haiwezekaniki. Na huo ni ukweli. Kwa hiyo lazima tukubali tu ukweli. Haiwezi kuwa hivyo. Na nikupe mfano. Yaani okay, sasa hivi wanazungumzia maridhiano. Kwa nini maridhiano hayafanyiki? Kwa sababu silipo vyama vingine. Lakini wanapozungumzia maridhiano wanazungumzia Chadema na Chama cha Mapinduzi na serikali. Kwa nini sasa wasivikusanye hivyo vyama vyao walivyoshiriki uchaguzi wakakaa wafanye hayo maridhiano kama kweli wao wanaona inawezekanika? Ni kwa sababu Chadema ni chama kikubwa. Unafanyaje maridhiano ya taifa bila chama kikubwa cha siasa kushiriki hayo maridhiano? Haiwezekaniki. Hata mchakato huu wa katiba ulivyokwama mwaka 2013 pale Dodoma, baada ya Chadema na vyama kadhaa kujitoa, kuna vyama vingine vilibakia. Kwa sababu vilitoka vyama vingapi? 3 nadhani, Chadema, CUF, NCR Mageuzi. Havivuki, hata kama kuna vingine visao, lakini havivuki 5 kwenye nchi yenye vyama vya siasa kadhaa. Lakini kwa ukubwa hivyo vyama ambavyo vilijiondoa kwenye mchakato wa bunge la bunge maalum la katiba, ule mchakato ulikwama. Wenyewe wakatengeneza katiba yao pendekezwa, ikatakiwa iende kwenye referendum huko kupigiwa kura wananchi. Mchakato wote ulikwama kwa sababu chama kama Chadema kilijiondoa kwenye huo utaratibu. Na hata sasa hivi baada hiki ambacho kimefanyika Oktoba 29, huyu anayejiita rais alisema ndani ya siku 100 ataanza mchakato wa katiba mpya. Huo mchakato umeanza. Bajeti imepitishwa juzi kwenye hilo bunge lao la hiyo serikali yao. Hakuna fungu lote lililotengwa kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya. Maana yake katiba mpya haiwezekaniki kama chama kikubwa cha siasa hakipo kwenye huo mchakato. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki na wenyewe wanajua, ila wao ukweli wataki kuusema. Tuliipinga ile tume tokea inaundwa, tuliipinga wakati inafanya kazi, na tuliipinga ilivyotoa sasa si niite ripoti, kwa sababu ripoti hakuna aliyeiona na rais alisema ni ya kwake. Tunapinga ule muhtasari aliyousoma, ile hotuba aliyoitoa huyo Jaji Chande.
ni hotuba ya uongo yenye takwimu za kupika ambazo hazina uhalisia wowote. Hakuna namna unaweza ukasema kwamba watu wote waliofariki ni watu 518. Watu waliuawa na kila mtu anaona, watu wamezika nguo, wamezika viatu. Unaposema watu waliofariki ni 518, hakuna naelewa. Kwa hiyo ni tume ya uongo ilitoa ripoti ya uongo ambayo haikubaliki, na sisi msimamo wetu uko pale pale, hatukubaliani nayo. Ni kwa sababu yale mauaji yalifanywa na vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania. Kwa hiyo na wao hawawezi wakachunguza nini kilichotokea, kwa sababu wenyewe ndio walioua. Sasa inapotokea kitu kama hicho, lazima chombo huru kutoka nje kije kichunguze, ili kiweze kufanya uchunguzi wake kikiwa huru kabisa, na mwisho wa siku kiweze kumnyoshea kidole yoyote ambaye alishiriki. Lakini hakuna namna vyombo vya ulinzi na usalama ndio vimeua, alafu wenyewe vinaunda tume ya kujichunguza wenyewe. Ndio haya sarakasi unazoziona kwenye tume ya Chande na hii nyingine walioiunda sio ya jaji nani, ambayo ina kesi, watu wamefungulia kesi hata ya kuipinga hiyo tume yenyewe. Aliyeshiriki kuua watu, aliyetoa amri ya kuua watu, anapaswa kuwajibika. Kwa hiyo uchunguzi huru utasema nani aliyetoa oda ya kuua watu. Huyo anapaswa kuwajibika. Chombo gani cha ndani kitachunguza? Kipi ambacho kitakuwa huru? Jeshi la polisi haliwezi kuchunguza, kwa sababu polisi walishika mitutu wakaua watu. Usalama wa taifa hawezi kuchunguza. Yaani unazungumzia kwa uchunguzi ufanywe na jeshi la polisi ambao wana mamlaka ya kufanya uchunguzi, ambao ni watuhumiwa. Kwa hiyo hakuna namna yoyote wanapaswa kuchunguza.